Okay, sawa. Sasa leo pia mahakama hii imeahirisha shauri la Jamhuri dhidi ya Mheshimiwa Lissu ili mahakama iweze kupata fursa ya kutoa uamuzi mdogo. Mtakumbuka siku ya Ijumaa wakati shahidi watatu wa Jamhuri anaendelea na ushahidi wake, aliomba kutoa mahakamani video ambazo zilikuwa zimehifadhiwa kwenye memory card na flash disk kama sehemu ya kielelezo kufuatia ushahidi wake aliokuwa ameufanya na uchambuzi wa video hizo. Sasa kitendo kile kilikumbana na pingamizi la kutoka kwa Mheshimiwa Lissu, na niliwaambia siku ile Ijumaa kwamba alipinga kwa sababu kubwa 4. Sasa leo ilikuwa ni upande wa Jamhuri kuja kutoa majibu kwenye pingamizi hilo, kazi ambayo wameifanya, na mwisho wa siku mahakama imeelekeza kwamba itatumia siku ya leo na siku ya kesho kuandaa uamuzi mdogo ikiwa kielelezo hicho, zile video zitapokelewa mahakamani au hazitapokelewa. Sasa maeneo 4 ambayo yanabishaniwa, muhimu nikayakumbusha haya ambayo mahakama hii ndio inakwenda kufanya uamuzi. Kwenye hoja ya kwanza, Mheshimiwa Lissu ni hoja yake kwamba video zile, ile clip, ile video yenyewe haikuchezwa kwenye mahakama ya ukabidhi kule Kisutu. Na hoja yake anasema, na mnakumbuka Tanzania kwamba proceedings za Kisutu angalau zilikuwa zinajulikana na umma ulifuatilia ule mwenendo. Sasa Lissu anasema video zile hazikuchezwa, Jamhuri wanasema video zile zilichezwa. Kwa hiyo mahakama itapaswa kuamua kama video zile zilichezwa au hazikuchezwa. Hiyo ni hoja ya kwanza. Kwenye hoja ya pili, Mheshimiwa Lissu alikuwa hoja yake ya pili imejikita kwenye nini kinaanza kati ya vielelezo ambavyo mtaalamu anafanyiwa uchunguzi au ripoti yenyewe. Kwa maoni ya Mheshimiwa Lissu na maelekezo yake na submission zake na mawasilisho yake ni kwamba Jamhuri walipaswa waanze na ripoti ya mtaalamu, halafu baada ya ripoti hiyo mtaalamu huyo aombe kutoa vitu alivyofanyia huo uchunguzi. Lakini Jamhuri wanasema wao wanaweza wakaanza na chochote kwa sababu ni mpango wao wa namna ya kufanya hayo, wa namna ya kuendesha shauri lao. Sasa hoja ya tatu ambayo inabishaniwa hapa mahakamani ni uhalali wenyewe wa shahidi. Shahidi alipokuja mahakamani alijitambulisha kama mtaalamu wa mitandao, anaitwa forensic expert. Lissu anasema huyu sio forensic expert kwa sababu kwa mujibu wa GN namba 823/2024 mkurugenzi wa makosa hapa nchini DPP alishateua wataalamu forensic expert, lakini kwenye hiyo orodha iliyoko pale shahidi huyu aliyoko mbele ya mahakama hayumo, jina lake halimo. Kwa hiyo ni maoni ya Lissu na mtazamo wake kwamba kwa sababu hayuko mle, hajateuliwa na DPP, basi shahidi huyo sio mtaalamu. Na ya mwisho, hoja ya mwisho inayobishaniwa ni kuhusu ule mnyororo, chain of custody, mnyororo wa hizo exhibit, wa hicho kielelezo chenyewe, hiyo flash na hiyo memory card. Kwa sababu kwa ushahidi uliopo na kumbukumbu zilizopo, tangia alipopokea vielelezo hivyo kutoka kwa mamlaka zilizoomba yeye afanyie uchunguzi kielelezo hicho, akafanya uchunguzi, akakamilisha kufanya uchunguzi na akarejesha vielelezo hivyo kwa mamlaka iliyokuwa imemuomba. Shahidi hakuwa amesema au hakuwa ameionyesha mahakama vielelezo hivyo baada ya kurejea kwa mamlaka iliyomuomba fanya uchunguzi alivichukua lini hadi leo au hadi siku hiyo ya Ijumaa alipoomba kuvileta hapa mahakamani. Sasa kwenye sheria kuna utaratibu wa kuandika. Unapopokea kitu unaandika tumepokea hiki kitu kwa ajili ya 1 2 3, unaandika, una sign. Halafu ukimpa mtu mwingine pia unamwambia bwana nimekukabidhi kielelezo hiki kwa ajili ya jambo fulani. Ukimpa mtu mwingine pia unasema nimemkabidhi mtu mwingine. Ni hoja ya Mheshimiwa Lissu kwamba hiyo chain of custody hata haikuongelewa. Yaani shahidi hakusema ni namna gani tena amepokea vielelezo hivyo baada ya kuwa vimetoka mikononi mwake kwa kipindi hicho alichokuwa amefanya uchunguzi. Kwa hiyo sababu hizo 4 ambazo zilikuwa zinabishaniwa leo na ubishani umehitimishwa leo, tunasubiri kama nilivyosema mahakama itumie siku ya leo na siku ya kesho kwa ajili ya kuandika uamuzi mdogo, na tutakutana siku ya Jumatano hapa kwa ajili ya kusikiliza hiyo ruling au uamuzi mdogo wa mahakama hii kuhusu kupokelewa kwa vielelezo hivyo au kutopokelewa. Kwa hiyo mpaka hapo Jumanne tutakapokutana, Jumatano nimesema, sio Jumanne kwa sababu Jumanne ni kesho, leo ni Jumatatu. Kwa hiyo mahakama leo Jumatatu, siku iliyobaki wanafanya hiyo kazi. Kesho Jumanne wataendelea kuandika huo uamuzi, na siku ya Jumatano tutakutana hapa Mahakama Kuu kwa ajili ya kusikiliza uamuzi huo wa mahakama. Na ni saa 3 asubuhi kama kawaida, wale ambao tunakuja mahakamani tufike kwa muda huo. Asanteni sana.
Ngoja.